na hii ni fursa ambayo Mheshimiwa Rais ameweza kuitoa. Zaidi ya bilioni 6 inatumika katika mradi huu, na kwa hakika hapa tunaweza kujionea mnara huu ambao unajengwa na taasisi ambayo iko chini ya wizara kwa maana ya TTCL, na TTCL imekuwa ikijenga minara hii katika maeneo ya vijiji kama hivi, na hasa maeneo ambayo hayana mvuto wa kibiashara, kwa sababu wenzetu watoa huduma wengine huwa wapo kibiashara zaidi. Lakini TTCL kwanza, kama serikali ya Dr. Samia, tunatoa kwanza huduma, lakini vile vile tutaendelea kujiboresha na sisi tuweze kujiendesha kibiashara kama serikali. Hivyo nipende tu kusisitiza kwamba watoa huduma wote ikiwepo hawa wenzetu wa TTCL wahakikishe kabla ya mkataba huu kukamilika kwa maana ya Mei 12 wote waweze kuwa wamekamilisha hiyo minara. Watoa huduma wote kwa maana ya Vodacom, Yas, Halotel, Airtel pamoja na TTCL, watoa huduma wahakikishe minara inakamilika kabla ya tarehe 12 Mei, na iwe imekamilika na imewashwa, kwamba sasa inatoa huduma. Wananchi wanafurahia matunda ya fedha ambayo imetolewa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hapa tunajionea tuko na katibu wa Chama cha Mapinduzi ambaye ndiye mwenye ilani. Waliahidi, na sisi kama serikali iliyoundwa na Chama cha Mapinduzi tunatekeleza, na tumesema sisi kama wizara hatuwezi kuwa kikwazo. Ndio maana tumeona tuweze kutembelea miradi hii, na lengo la kutembelea ni kuona tunaleta hamasa. Tunasisitiza miradi lazima ikamilike, minara yote lazima ikamilike. Shirika la mawasiliano Tanzania TTCL kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF inatekeleza mradi wa ujenzi wa mnara katika maeneo mbalimbali nchini, ambapo kwa mkoa wa Singida ujenzi unafanyika katika vijiji 11 ambavyo vinapatikana katika wilaya za Ikungi, Manyoni na Singida DC. Kabla ya hapo mkoa mzima wa Singida ulikuwa unahudumiwa na minara 38 katika maeneo mbalimbali ya mkoa huu, ikiwemo mikoa ya jirani kama Tabora, Dodoma na Manyara. Kwa maana hiyo, kuanzia mwishoni mwa mwezi wa 4 baada ya minara yote 11 kuwa imekamilika, mkoa wa Singida utakuwa unahudumia minara 49. Kwa tuko tumeongeza minara 11. Kijiji cha Matale A kilichopo wilaya Ikungi mkoani Singida ni moja kati ya sehemu ambayo ujenzi wa mnara unafanyika. Mnara unaojengwa Matale A kata ya Nyahatu utakuwa na urefu wa mita 60 ambao utatoa huduma ya 3G na 4G. Taarifa kamili ya mradi unaitwa Mnara wa Mawasiliano Matale, kijiji cha Matale Nyahati. Historia ya mradi ni kwamba mradi ulianza Mei 2024 na unatarajiwa kumalizika Aprili 2025. Mradi huu unatarajiwa kuunganisha vijiji vinne ambavyo ni Muungano, Matale yenyewe, Mahambe pamoja na Kinyamwani. Gharama za mradi huu ni shilingi milioni 363. Tunategemea faida zitakazopatikana baada ya mradi kukamilika ni kwamba utaboresha mawasiliano, utaimarisha mtandao wa internet, utakuza biashara na uchumi, kuboresha huduma za kijamii, kuongeza fursa za ajira na kusaidia usalama katika eneo hili. Maendeleo makubwa ya sekta ya mawasiliano yamefanyika, ikiwepo kwenye mawasiliano ya simu na internet, lakini utangazaji wa radio na television, lakini pia kwenye upande wa posta. Kwenye upande wa mawasiliano ya simu na internet, mpaka mwezi wa 12 mwaka 2024 tulikuwa na minara iliyosimikwa kwenye mkoa wa Singida 225 ambayo imetapakaa kwenye wilaya zote za mkoa wa Singida. Lakini pia mawasiliano haya yanapatikana kwa teknolojia zote, ambapo tuna mawasiliano ya teknolojia 2G, 3G, 4G na 5G. Lakini mkoa wa Singida pia, pamoja na uwepo wa hizi huduma, wamekuwa wakitumia vizuri, kwa maana ya kwamba matukio ya uhalifu, ulaghai kupitia simu za mkononi kwa mkoa wa Singida yameendelea kupungua. Kati ya mwezi Machi mpaka Juni mwaka jana kulikuwa kuna matukio 141, lakini Julai mpaka Oktoba yalipungua mpaka 67, lakini kutoka Oktoba mpaka Disemba mwaka jana yamepungua kufikia 21. Kwa tunaona yanapozidi kupungua. Kwa natoa wito kwa wananchi kuendelea kutumia vizuri mawasiliano, lakini wakati huo kuendelea kujikinga na matendo ya uhalifu. Yapo maeneo ambayo bado kuna changamoto za kimawasiliano, ambapo jitihada mbalimbali zinazoendelea ikiwepo kwenye minara 758 zitasaidia kuendelea kuwafikia wananchi ambao bado minara 758 kabla ya tarehe 12 Mei lazima ikamilike.
tulisaini mkataba. Ukivunja mkataba, kila mmoja anajua nini kinafuata unapovunja mkataba. Vigezo na masharti tutazingatia kwa sababu kazi zinaendelea. Yule ambaye atakuwa amevunja mkataba na usumbufu umejitokeza, nafikiri yeye mwenyewe anafahamu nini kitamfuata.